Karibuni katika vilindi ambapo jua halifiki na siri za kale zimefukiwa kwenye mchanga wa bahari ya Saba. Je, ushawahi kujiuliza thamani ya roho yako ni ipi? Hii si simulizi ya kawaida ya uvuvi. Ni mkasa wa kijana mtanashati, Karim, ambaye alibadilisha amani ya baba yake kwa utajiri wa majini. Katika ulimwengu ambapo uzuri wa binti Nasra na macho yake ya kijani kibichi yanaficha kucha zenye kiu ya damu, Karim anajikuta kwenye mtego ambao hauna mlango wa kutokea. Kutoka kwenye ufukwe wa amani wa Tanzania mpaka kwenye ikulu ya dhahabu iliyopo chini ya bahari ya Pasifiki, fuatilia safari hii ya kutisha. Kijiji cha Mbweni kilikuwa kimelala kando ya pwani ya bahari ya Hindi. Upepo mkali wa usiku ulikuwa ukivuma, ukizitikisa kuta za nyumba za udongo, huku miti ya minazi ikipongwa na kulia kama watu wanaoomba msaada. Katika kijiji hicho aliishi mzee mmoja, Mzee Ebangu. Mzee huyu alikuwa na heshima kubwa. Kichwa chake kilikuwa kimejaa nywele nyeupe kama pamba, ishara ya miaka mingi ya kupambana na mawimbi ya bahari na jembe la shambani. Siku hiyo Mzee Ebangu alirudi kutoka shambani kwake akiwa amechoka. Alipofika nyumbani, alimkuta kijana wake wa pekee, Karim, akichochea moto wa kuni kuandaa chakula. Karim alikuwa kijana mtanashati, mwenye misuli iliyochongwa na kazi za uvuvi, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kaugaidi ka tamaa ya maisha makubwa. "Karibu baba," Karim alisema kwa sauti ya unyenyekevu. "Asante mwanangu," mzee alijibu huku akivua kofia yake. "Hali ni ngumu shambani, njaa inatutafuna. Chukua baiskeli yako, nenda pwani uone kama bahari itatupa riziki ya usiku huu." Karim alielekea ufuoni. Huko alikutana na rafiki yake wa damu, Juma. Walivua kwa saa kadhaa, na kwa mara ya kwanza Karim alifanikiwa kuvua samaki mkubwa wa ajabu, nguru mwenye rangi inayong'aa kama fedha. Walirudi nyumbani kwa furaha, wakapika na kula. Usiku ule, Mzee Ebangu alimkabidhi Karim majukumu yote ya uvuvi, akiamini kijana wake amekuwa mwanaume kamili. Lakini Karim alipolala, ulimwengu mwingine ulimfungukia. Katika ndoto alijikuta akitembea juu ya maji ya bahari yaliyokuwa yametulia kama kioo. Mbele yake alitokea binti mmoja mrembo kiasi cha kutisha. Alikuwa amevaa gauni la kijani kibichi lililopambwa kwa vito vya thamani, na macho yake yalikuwa na rangi ya kijani inayong'aa kama lulu za baharini. Sauti ya binti huyo ilikuwa kama wimbo wa ndege wa peponi. "Nimekuwa nikikutazama kutoka vilindini. Uzuri wako umeniteka." Karimu alijaribu kuongea, lakini ulimi ukamzito. Wewe ni nani? Ni namba gani ya simu naweza kukupata?" Binti alitabasamu kwa siri, akisema, "Ukinipigia, nitakwambia jina langu. Lakini kwa sasa, pokea zawadi hii." Siku zilivyozidi kwenda, Karim alizidi kufanikiwa. Kila akienda kuvua, alipata samaki wengi kuliko wavuvi wote kijijini. Harufu ya manukato ya ajabu, yale ya yule binti wa ndotoni, ilikuwa ikimfuata kila mahali. Siku moja baba yake alimwonya, "Mwanangu, leo moyo wangu una hofu. Usiende baharini." Lakini Karim, akiwa ameshateka na hamu ya kumwona yule mrembo, alikaidi. Alichukua mtumbwi wake na kwenda katikati ya bahari. Mara maji yalianza kuchemka. Yule binti alitokea mbele yake, safari hii si katika ndoto, bali live. "Mimi ni Nasra, binti wa mfalme wa majini. Wazazi wangu wanataka kukuona." Kwa ishara moja ya mkono wa Nasra, Karim alijikuta akivutwa chini ya maji. Lakini ajabu, hakuwa anakufa maji. Alijikuta katika ikulu ya ajabu, iliyojengwa kwa dhahabu na matumbawe chini ya bahari ya Pasifiki. Mfalme na malkia wa majini walikuwa wamekaa kwenye viti vya enzi. "Karim," mfalme alisema kwa sauti ya radi, "binti yetu anakupenda. Utakuwa tajiri mkubwa duniani, bilionea utakayeheshimiwa na kila mtu. Utampa Nasra penzi lako milele." Karim, akiona dhahabu zilizomzunguka, alipiga magoti. "Nipo tayari mfalme wangu." Ndoa ilifungwa papo hapo. Sharti lilikuwa moja tu: usiguse pombe na usithubutu kulala na mwanamke mwingine yeyote wa kibinadamu. Ukivunja sharti, mauti na giza vitakuwa chakula chako. Karim alijikuta amerudi duniani akiwa ndani ya gari la kifahari, amevaa suti ya gharama. Alikuwa na majumba mjini na kila aina ya anasa. Alikwenda kijijini kwa baba yake, ambaye alikuwa ameshafanya msiba akijua mwanawe amezama. Mzee Ebangu alipomwona Karim akishuka kwenye gari la kifahari, alidhani ni mzimu. Karim alimpa mzee pesa nyingi sana, lakini hakuwa na muda wa kukaa naye. Alirudi mjini kuishi maisha yake mapya na mkewe wa kijini, Nasra, ambaye alikuwa akimtokea kila alipohitaji mahaba. Hata hivyo, umaarufu wa Karim ulimvutia maadui na majaribu. Siku moja alialikwa kwenye sherehe ya mabingwa wa biashara. Huko, mabinti warembo na matajiri wenye hila walimwonea wivu.
Binti mmoja mrembo alimwekea dawa kali kwenye kinywaji chake. Karim, akijiamini kupita kiasi, alikunywa. Na hapo ndipo mwanzo wa mwisho wake ulipoanza. Akiwa amelewa chakari, Karim alishindwa kujitambua. Alijikuta chumbani na yule binti mgeni, na huko alivunja sharti kuu, alizini. Asubuhi ilipofika, Karim aliamka akiwa na maumivu makali ya kichwa. Akageuka pembeni, akamuona yule mwanamke. Wewe nani? Umetoka wapi hapa? Karim, mbona unajisahaulisha? Jana si tulikuwa wote hapa? Binti alijibu. Ghafla, hofu ilimkamata Karim. Alikimbia nje kutafuta gari lake, halipo. Alirudi kwenye nyumba yake, akakuta imekuwa gofu la zamani, na tajiri mwingine anamfukuza. Utajiri wake wote ulitoweka kama ndoto iliyoisha. Alikuwa amerudi kuwa Karim, yule mvuvi maskini, lakini safari hii akiwa na aibu ya dunia nzima. Akijua ameshapoteza kila kitu, alichukua karatasi na kalamu na kumwandikia baba yake barua ya mwisho. Kinyota, baba, tamaa imeniponza. Usikubali ahadi za gizani. Kisha alichukua kamba na kujitundika kwenye mti. Karim alitegemea atakufa na kupumzika, lakini alishangaa kujikuta yupo katika ulimwengu wa giza totoro kuliko baharini. Hapa palikuwa kuzimu. Alimwona shetani mwenyewe akiwa ameketi juu ya kiti cha mafuvu ya watu. Pembeni yake alisimama Nasra, lakini uso wake ulikuwa umeharibika, ukiwa na vidonda na macho mekundu ya moto. Nasra, niokoe, nimekosea, Karim alilia kwa uchungu. Nasra alimkaribia na kumshika kidevu kwa kucha zake ndefu. Karim, mimi si mkeo tena, mimi ni adhabu yako. Utakaa hapa ukitumikia giza mpaka siku ya mwisho ya dunia. Kijijini, mzee Bangu alipokea ile barua. Alisoma huku machozi yakimtiririka, akitambua kuwa mwanawe amepotea milele kwa ajili ya utajiri wa mashetani. Barua aliyoiacha kwa baba yake mzee Bangu bado inabaki kuwa ushahidi wa uchungu, ukumbusho kuwa si kila kinachong'aa ni dhahabu, na si kila ahadi ya gizani ina neema. Tamaa ya muda mfupi imemgharimu Karim umilele wake. Tunakuacha na swali hili moja usiku wa leo. Je, utajiri wa dunia una thamani gani ikiwa gharama yake ni nafsi yako? Kumbuka, kutafuta kwa jasho halali kuna amani, lakini njia za mkato zina miiba isiyopona. Usikubali kudanganyika na macho ya kijani yanayokutazama kwenye giza la tamaa zako. Asante kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa mkasa huu wa kusisimua. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata simulizi nyingine zenye kusisimua na kufundisha hapa kwenye akaunti yetu. Mpaka wakati mwingine, kuwa mwangalifu na kile unachokiota ukiwa baharini. Kwa heri.